Yo, Wagwan, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of Football Tells KE. My name is Mansoor, I'm Tisa. and of course we are back with a banger, manze. It's been a while. We've not been here, lakini jinsi mnavyotuona na jinsi zetu tumerudi tena to give you whatever we have in our heads and minds. Yeah. So it's been a minute, manze. Bana jo. But tumerudi, inaja to explain. Manze, we are not here to explain. Yeah. Just watch the video, manze. We appreciate your patience. Tunawapenda sana, mmetungoja sana hizo miezi zote. But we are here and to begin with the Olympics. Paris 2024. Umekuwa ukicheki Olympics? Nimekuwa nikifuatilia mambo hapo hivyo. Mambo ndo nini? Sio vitu zinahappen kwa Olympics. Like, what have you watched in the Olympics? Ni kwanza Olympics has a lot of games. Mimi nimekuwa nafuatilia bake kwanza game ili catch attention ya wase. Hii market ya huku, hii market East Africa ni game ya South Sudan na US. But they had a friendly kwanza, no? Walicheza friendly and that ile friendly lisha USA won with the 1 point. Scores ilikuwa 101. Hiyo game mimi nadhani hiyo siku watch. This other one ya Olympics ndo niliwatch yenye walipigwa vibaya sana. Niliochio game hiyo friendly nilikuwa nadhani tu USA walikuwa wanataka kuona South Sudan wanacheza je, that's walikuwa wanaachia South Sudan washaini hiyo game. Juu ukiona hii game imekuwa by the way hii game ya juzi ilikuwa landslide, USA wali win too rahisi, and vile watu walikuwa na expect. Na vile walikuwa mcheza friendly vile South Sudan walikuwa na waleta, and then sasa they come to the Olympics and then wakawapiga vibaya sana. Na unajua South Sudan ni Afrika, lazima watumie nguvu. Manze walikuwa wanacheza na akili. South Sudan wameka nguvu hapo. Too many fouls and then zikawamaliza. Manze. And then tukasonga rugby. Manze, Sevens waka to disappoint. They didn't even win even a single match. Wakatoka out of the competition so early. Nilikuwa na expectations zangu kwao, nilikuwa nimeziweka somewhere, because right now they have qualified back to the World Cup. Hizi nini series HSBC. So I'm tumekuja Olympics, but then we lost games zote. Tulipigwa na Samoa, tukapigwa na Argentina. What was this another team? Nisahau kidogo. But at least wana gain experience, maybe next time. Kuna tuko na homeboy wetu hapo hivyo. Anaitwa Yoko. Homeboy manze, big shout out to him. Jina anaitwa Baraza or Nyongesa. Something like that, jina zake za ID. Unajua sasa tukisema Yoko hata watu wajui Yoko. Mimi na wewe ndo tunajua Yoko ni nani. Wekesa, Brad us kitu. I think Wekesa, something like that. And then our captain Tony. Kevin Wekesa. Tony manze, boys ni deadly manze. I can't wait for the World Cup 7 series. I think you tutashine sana. And then after hapo, right now we tuko kwa tuko kwa tracks. Wakimbizi. Wakimbiaji ama wakimbizi ni refugees. Wakimbiaji. Kina Omanyala. Manze, mwana Omanyala pale na represent. Udema anaitwa Chepkoech. Yeah, Chepkoech, as we are recording this it's on Sunday. Chepkoech alikimbia leo saa 5 hizo hit to qualify for the finals, and alishinda na landslide number 2, alimwacha na a very big gap. It's a good contester for the gold medal. Tunamwaminia manze, she should bring that home. I think unajua hadi saizi Kenya hatuna any medal, hatujashinda any as per now, as per we are recording this. So tuaminie manze, hao say Omanyala qualified for the semis. I think it's running tomorrow, or is it tonight? So is it tonight? It's running the semi-finals. Wewe tunamwaminia atafika finali manze. And then akifika finali he must do the thing kama kawaida. Nani mwingine Olympics hatujamwongelea? Kuna kitu kingine Olympics hatujaona nani akikimbia this world record holder Udema ni nani? Kipyegon.
a lot of medals. We are waiting for some medals to come in at least. Tunaweza shinda kitu. At least tufike hata 10. 10 is not like a bad number. Lakini ukiangalia countries kama China manze. China wameenda. China they're like participating in every game man. Wakuna saizi medals sijui 40 whatever. Na like Olympics hadi hazijaisha. Hiyo ni show off by the way. Uzuri wa ski Kiswahili. Si show off. Hiyo ni wako na nini wanajua kujinini. Wanajua kujimanage na government yao maybe pay for it. Yeah, plus they have the facilities. Unajua huku manze ukikuja sijui unataka hii ya kudunga hivi alafu unaruka. Hatuna like hiyo mattress ya kurukia, kuna juu unaweza anguka kwa vumbi. Uvunjike. Plus tulikuwa naona like when we were in high school ama primary, hiyo game like also ilikuwa nacheza like wanatumia kijiti like the real stick. So sad manze. Lakini but vitu zita come through tu. Zita come through. Unaamini hii gava? Like ama future ni bright. Future ndo bright. Future ndo bright manze. So that's it with the Olympics. I feel like hakuna kitu tumeacha nje about the Olympics. Like tunaweza songa mbele. We talk about football. The pre-season. You can begin with the pre-season. What can you say about the pre-season? Arsenal, they've had games. Chelsea, United, Liverpool. Tumeona watu wakicheza Villa. Pre-season iko fit. Mimi naona team ina struggle pre-season ni Chelsea na Man U. Na struggle sana. Sijui shida ni gani. But si pia nyinyi mlipigwa na Liverpool. Si hatukustruggle. Mmeshinda games ngapi so far pre-season? Au mmeshinda games ngapi basi? Zote except hiyo ya Liverpool. Mmecheza ngapi? Si played like 2 or 3. 3. But pia sasa unajua ina depend unacheza na unaweza kunacheza na hizo teams zinacheza soka huko nini states. But then tumecheza na Bournemouth, hatujacheza na hata team age. There is a game you drew na Bournemouth. Tukacheza na Man U, tukacheza na Liverpool. I think Chelsea is doing bad in the pre-season manze. Tukiamka leo tumepigwa na City 4-2. I think the last game we won 3-0 against Wrexham, and then the previous match we were beaten 4. Hey yo. Hectic man, and then sasa there is Manchester United. Man U wamepigwa na Liverpool 3-0. They played last night. And then have they won a game in pre-season? I think they've won, yeah. Ile chapa timu gani? Walishania kati mkadogo huko States. Man U. Do you think like pre-season ina matter sana like going forward to the beginning of the league? Ina matter mbaya sana. Pre-season ina matter. Like ina matter in what nini? Ina matter form za ma players pia. Na ucheki samse kama I feel like pre-season ni 50-50. Hakuna 50-50. Like unajua unaweza shine pre-season and then you come to the league and na pia unaweza shine pre-season na kwa ligi ukaacha hapo shine ulikuwa shine pre-season. I'm saying this, ukiangalia most of the players wenye walikuwa wanacheza Euros hadi saa hizi like wanakuja pre-season like in 1 week. So I feel like pre-season it doesn't matter a lot. So una try kusema angalia kuna watu wajakuja hiyo pre-season hata. Man U kwa ligi watakuwa moto sana. Sijasema kitu kama hiyo. I feel like hivyo ndo unaamini. Anasema unacheki kuna watu wajakuja pre-season and like a lot of players wajakuja pre-season simply because wengine walikuwa Copa, wengine walikuwa Euros and right now they like bado hawajarudi clubs zao. Kitu nimenotice kama pre-season. Na hao ndio wachezaji wa maana and then hawako but they'll just come. Alafu kitu nimenotice na next season kutakuwa na a lot of young players. Wenye wanaanza game kwa team tu mingi. Kianza na Chelsea. Chelsea unajua ndo tumejaza watu hii manzi. Hadi tunafanya signing unashangaa asa Chelsea fan anashangaa wow who's this? Next season itakuwa sana na watu hii sana. How old is Calafiori? Calafiori ako 25. 25 is old. Unajua tukiongelea watu wadogo tunaongelea si this time hatuja sign mtu mdogo. Hata tunachukua Merino wako around 26 ama 27. Are you replacing nani? Mnatafuta striker? Last season mlisema mlikuwa na shida ya striker. Then right now Ngetia bado wako na Jesus bado wako. I think tutatumia tu Jesus. Ngetia anaenda.
anaenda- Oh yeah, Marcel. eh, Something I think ni Marcel nimeona na hizo manini ma rumors. And then there is Chelsea and Conor Gallagher. I don't know what's happening with Chelsea, man. Like I don't know. Unajua Gallagher ni like alikuwa one of our key players last season. Hadi alikuwa like kuna time Reece James wasn't there and our assistant captain Chilwell wasn't there and Gallagher alikuwa na armband and ali show up for us, man. And then right now I think amepatiwa contract twice. Amekataa kusign. wamesema hatakuwa anaanza first 11. Ameambiwa like hata he'll not like join the first team. I don't know what's happening. Is it the new ownership? Is it the coach? But I don't know, man. Like kama as a Chelsea fan, hiyo sasa inaniuma sana because I feel like Gallagher is ni mtu alitoka academy yetu and then you can see like how he's being treated. It's not something nice. Like I expected Gallagher hata kama mtu amekataa kusign contract, maybe like they have their own reasons, like maybe amjafika bei anataka, like you can just talk out easy vitu, but the way Chelsea is handling that Conor Gallagher situation like sucks. As a Chelsea fan sucks. Ligi inaanza date 7 inaanza I think the other weekend uko chini. Hii weekend inakuja there is Community Shield, City versus United. Hii ni that FA final rematch. Who do you feel is going to win the Community Shield? Though other Community Shield, who even ranks the Community Shield? Even the Premier League doesn't recognize it. As in, ukiangalia kwa it's not even a major trophy. Sasa watapost. Like Arsenal last season they won the Community Shield. But season vile iliisha, Premier League only posted three teams. Si tulishapostiwa ilipost Premier League winners City, Carabao Cup winners Liverpool and FA Cup winners League. Arsenal walishapostiwa ligi. Like unajua hadi ukishinda Premier League na Community Shield, huwezi sema ati umeshinda double. Hiyo kitu. Tuseme ushinde Carabao, ushinde ligi na kuwa na Community Shield. Hiyo si treble. Like the Community Shield is not even like a major trophy. Whoever wins man. Pep anasemanga hiyo like unakumbuka mkishinda hiyo stuff and then Pep Guardiola was just there. Like it's just vibes and then you guys were celebrating like you won the Champions League. Pia angeshinda celebrate. Like celebrate wangesema tu hiyo mtatuletea huko. I mean si kama nyinyi you guys manze mli hadi paka mnasema like la season tulishinda kitu. Hiyo si celebrate. Tunataka sadi season tuwaonyeshe what celebrate means. Mna celebrate nini? Kushinda games. Utaona. Kushinda game. Azi. Kupiga United like sia FA, Carabao. Kupiga Bournemouth ama kupiga Luton. Luton is not in the Prem right now. Champe hapo. Champe hati wewe mwenyewe unajua manze. La season naona mlijaribu tu sana. Sasa team gani inatisha? Sasa mimi Arsenal team inaogopa tu maybe in Real. Hiyo ndo mimi naona tu. Hakuna timu inatisha sasa hii Arsenal. Si mlipigwa tu juzi pre-season na Liverpool. Hatukuchezesha. Sasa Liverpool hatukuchezesha nini? Amkuchezesha nini? Si Arteta alianza. Si kila mtu alikuwa like nyinyi hata I think kila mtu like kila mtu kwa squad yenu like you almost full manze. Ukiangalia Chelsea sisi hatuna key players wetu. Odegaard is back. Odegaard alirudi kitambo. Imagine kuangana nini. Sasa Odegaard ndo kila Jesus sako. Si hata tuko na gola wetu, tulikuwa tutachezesha gola number 3. Yo. Like ukiangalia sisi angalia like hatuna Gallagher, hatuna Cole Palmer manzi. But Kaisedo amerudi tu juzi like he played his first game ya pre-season jana. Sisi pia hatukuwa na Saka hakukuwa Rice. So Saliba Saliba hata next season ni kumoto. Kwanza hiyo signing ya Cazorla imenibamba sana. Atakuwa na link up na Martinelli fiti sana akicheza left back. Sasa mtu Zinchenko anaenda. Zinchenko atakuwa tu yeye atakula tu bench. So there is Ben White and Timber. Timber anaweza cheza atakuwa sababu ya Saliba. Ama Timber si ni right back. Lakini he plays the same position na Ben White. So like Ben White last season he was on form. Every season Timber amechezanga namba ya Saliba. Maybe because Saliba isn't there.
hata game ya kwanza ya Chelsea like But Timber, Reece James alikuwa anacheza unajua, like invited midfielder. kitu unajua Timber ataanza. Ben White ndo ataanza. Ben White ataanza. Eh. If I am Arteta like I start Timber. Hakuna. Like, Timber atakuja. Timber atakuja tu atatafutiwa place hapo katikati, hapo center back. Hey. So mkuna Mahrez, Ama Saliba. Yeah. No, sasa ndio ndo center backs when then like let me mention like the whole defense line. Kuna Zinchenko, Calafiori, Mahrez, Saliba, Ben White, and then there is Timber. So like ni 6 and you only have like to play 4. Una bench nani? Ninaanzisha Kochare. Ben White anacheza hadi dakika 65. Hiyo timu inapigwa mapema. Naingiza Timber. Saliba hapo naika Calafiori hapo kwa Gabriel. Alafu left back naika Kior. So una bench left back unaeka Kior? Shit. Hey, yora yako sema ni story. Hata sikuwa nakumbuka Kior. Ni Kiwio. Yora huyo mturu. Noma manze. And then we can talk about the new kids. Ukiangalia set yetu so colorful. Itu ndo si the new one, but we just had to put it there. We have original jerseys by the way. Na ukinunua jersey usiende kununua jersey Gikosh. Tafute sisi tukupe vitu original. We have like original jerseys here manze. Tuko na mingi ni vile hatuwezi ziweka hapa hivi zote. Yeah, so if you feel like you want to get a jersey, lakini wewe unacheki aje majezi zimanza azinsikali kwanza Chelsea home kit. Chelsea I think Nike bana walituosha manze. I think for the first time Nike has done us dirty. Home kit, away kit like iko sawa sana. Hadi I think I'm getting the away kit. Sisi ya home kit. Away kit ya bamba. Away kit yao sendo hii hapa. Inakaa ya kuenda maandamano. Inakaa colors mingi ya bamba. Inakaa it looks like the Kenyan flag. Ime nakwambia ukivaa ukienda nayo town wanasema wewe ni demonstrator. Unarushwa ndani ya Mariamu very fast. And then I think Adidas this time wamefanya United justice like 100% manze. Like this is their home kit and then there is away kit Hey. And then also Nike Liverpool's kit, the away kit ya Liverpool. It looks vizuri sana. Kuna away kit ya City. But kuna Fulham, Newcastle. Third kit ya Newcastle. Newcastle. Home kit na away ya Fulham. Nimeziona. Ni kali. Niliona ukisema unataka kununua. Tiju Smith Rowe ameenda Fulham. Lazima ajue. Will you get it? Lazima ni buy. Na pia like I feel like men should stop putting statuses at his job by jersey. Feels like wale mademo wanekanga status wakiomba 100 bana buy jersey. Stop doing that man. Just go get a jersey man. Like tutafute tu siko na vitu original. Ni affordable bana. Stop putting those memes on your statuses man. It's not giving. Man up. Kwa mtu mkubwa. And then kit gani nyingine jongelea? I feel like naweza nunua hadi nini ya Newcastle third kit. Just because my like white is my favorite color. Alafu nilikuwa naona story fulani Twitter, kuna mse kuna tunakuanga X. Kuna shop fulani kuna X. Mbona? Haiko. Tuongea na mse wetu wa digital. Like we need to have an X account. Nilikuwa naona mse ni shop fulani inauza majezi. Akaulizia kama wako na jezi ya Gor. Huyo mse akamreply akasema we don't sell local kits. Sasa mimi niliza mbona sasa na hizo ndo origi. But then local kits ndo zinakuanga origi. But there are local kits they are too much expensive compared to this. Juzi nilienda kuangalia nini? Nilikuwa naenda kuangalia jezi ya rugby. Hiyo time tulikuwa tunacheza hizo nini Olympics. Like jezi ya Kenya original kit ilikuwa kitu 3200. You can imagine. But some bona stock vitu original tuuze vitu fake. But that one was original. Hiyo ya nini ya rugby. Sema
hawataki kustock vitu za Kenya, the local kids za Eh, Leopards. I think kupata hizo jezi za kina like za local nini teams ni kazi ngumu manze. Yuko kazi ngumu, like unaweza zunguka tu town ukitafuta kit ya FC Leopards and you're not getting. Lazima ugo sijui unajuana na nani sijui wa branch gani ndo akutafutie. Like I feel like tungekuwa tu na shop pia tu town yenye inauza or if it's there I don't know. Ziko huko Sports House. Aziko the Sport House ni za Kenya tu, but they don't hizi have like local clubs teams, for the clubs. I think we should have like a place where these vitu like many local jerseys za clubs za Kenya zinauzwa because sisi like tunaenda stadium manze. Unataka kuanza business, hiyo ni idea tu. Idea manze. Tumekupatia sisi kama entrepreneurs. Ukipata tunaenda study kuona game za Gor FC Leopards. Normally tunavaa like napata mtu ambaye Everton because it's blue so it's representing itakani kama ni FC. And then mtu anaweza like most people ukiangalia kwa hiyo ground wanakuwa wamevaa hizi nini jezi za international like hizo za majuu. I feel like tukikuwa tu na shop so that we can get these things and ingekuwa rahisi sana. hata kama ni fake uuza tu. Lakini lazima iko ori. Lakini unajua hata kama ni fake auze, sijui nani atanunua because I'm not getting that one. Si unaambia tu yani isikae fake sana. But fake is fake. Fake tu ni fake. Twingine. Na feeling kanta tunaongea sana. Nachoka man. Bana hii najua hii ndio tumerudi, hatunanga mambo mingi tukirudi, si ndio? Manze. So tutakuwa hapa hivi mtakuwa mnatuona sana. This is just not word of mouth. We are giving you this. It will stick to your head. We are giving you a word that we are back and tuna promise consistency. You can take that home. This time tutalala. This time watu merudi na ubaya. Hata watu lali by the way. Watu lali. So make sure that you do the thing, support us 100%. Make sure you check us out on social media, Football Tales KE across all social media platforms. Isipokuwa X. Hiyo mambo ya X lazima tushughulikie. We shall open like an X account because kila mtu ako X ba. Isipokuwa mimi siwezi join your stuff. Kwa nini? Si unajua mimi I feel like nikijoin X ndakuwa na cheat on Meta because I only use WhatsApp and Instagram za Zuckerberg. So X nikisikia tu X labda nione kwa simu ya mtu. Lakini mimi siwezi kuwa na hiyo account. Yeah. Sitaki kucheat. Okay. I'm loyal. So yeah, manze, that has been our time. We want to tell you asante sana for watching us. Thank you for believing in us, supporting us, watching, liking, sharing, subscribing, and also make sure that you tell your friends to tell your friends. Yo, to market. Manze. Tutakuwa tunatumaka kitu. Tukijua mtu market. Kitu market unatishow. Manze. Tunatuma kitu. Ama tunatuma hata za juice ama sweetie. Like it's not a lot. So make sure that you holla manze. Make sure you follow us on social media at Football Tales KE. Na pia tuko na website yetu, tutatumia link. Oh yeah, by the way, you can tell them about the website. Tunaisha website. Hapo website tutakuwa tunaweka kama hatuja shoot content, tutakuwa tunaweka huko nini news za articles. Articles huko. And also if uko busy sana you can't watch us on YouTube, we're also on Spotify for the audios. Uko Spotify at Football Tales KE, we are also there, so make sure that you check us out. It's very important. Fike huko. We want to tell you asante sana for watching us. See you again next time. My name has been Mansur. Tisam, Adios amigos. Muchachos.